Fail sasa. Umeamuaje leo? Leo ni Sunday, ujaenda church. Kunaendaje? Church naweza fanya mahali popote. Hata hapa naweza fanya tu church, bora tu niko na simu na niko na internet. Na ibada huanzia na wewe mwenyewe. Kwanza ndani yako kwanza ufanye ibada wewe mwenyewe kwanza. Ibada si kwenda kanisani. Hapana. Kwenda kanisani ni ile tu Biblia ilisema tusiache kukusanyika. Na hata Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alikuwa akienda hekaluni kila wakati. Ukiangalia Petro na Yohana pia walikuwa wakienda hekaluni. Hata yule mtu aliyeponywa aliyekuwa ameketi hekaluni, na Petro na Yohana wakapita wakamwambia, simama, hatuna fedha wala dhahabu, lakini tuna nini? Kanisani tunaenda tu kwa sababu ni agizo Mungu ametupea, lakini si ibada. Ibada unaanza na wewe mwenyewe, kubadilisha maisha yako, kuwa na wokovu ulio kamili, si wokovu wa kutapata, wokovu ulio kamili, uamue kutoka ndani moyo wako. Mimi hufanya ibada kwa njia ya simu sana, ndio wanaingia online na wanajiunganisha na app inaitwa Jeans, ambayo unaingia kanisani. Kwa wale ambao wako Tanzania, wako Kenya, wako nchi zote, wanaungana pale na unasikiza ibada, unasikiza mafundisho na unajifunza mengi. Nashukuru hayo yote yenye umetuelezea, na ni kweli kabisa. Kanisa ni roho yako, na ukiwa mahali unaweza shiriki hata online, iko sawa kabisa. Advice kwa watu wa young kama wewe wenye wanafanya kazi abroad, hawapati time ya kanisa, hawapati time ya nini ya kumshukuru Mungu, lakini wanapata time ya kwenda kulewa, time ya boyfriend, unaweza advice nini ya wasichana? Kitu cha kwanza ni wewe mwenyewe ujipende. Hakuna mtu atakuja kukupenda. Wewe mwenyewe ujipende na uangalie vitu zenye unafanya, je, zinakufaidi wewe ama zinakupatia faida gani kwa maisha yako? Unaweza kuwa unazifanya lakini hazina faida yoyote. Kwanza kinaweza kupatia huzuni ya moyo, unabaki ukijiuliza maswali mengi, na unabaki ukiwa ni mtu ambao una furaha, ni mtu ambao unapoteza malengo, unajikuta umeingia kwenye mtego ambao unashindwa kujitegua mwenyewe. Kitu cha kwanza ni wewe mwenyewe ujue kile kilichokuleta, kile kilichokufanya ukaamua kuja kukitafuta. Na kitu cha pili, usimwache Mungu kwa kila jambo, kwa kila hatua, kwa kila kitu unachokifanya. Mweke Mungu mbele. Mungu ndio kila kitu. Mungu ndio, yani maisha yetu bila Mungu hamna. Hata mwizi anapoenda kuiba huwa anatanguliza Mungu. Lazima Mungu nisaidie nisionekane. Kwa hivyo Mungu ni kila kitu. Lakini ukisimama kwa Mungu kwa maombi na kusikiza ibada, ni kweli simu zetu zimejaa vitu vingi, lakini jiangalie unajicontrol vipi kutumia simu. Simu imejaa uovu mwingi, na shetani anatumia simu kuharibu vijana, kuharibu mabinti na vijana. Yani simu ndio kila kitu. Siku hizi kuna AI ambayo inaweza kukutengenezea kitu ambacho kinakuharibu akili yako, kinakuharibu nafsi yako, na maisha yako yanaharibika kwa kutumia simu tu. Kwa hivyo ni tuwe makini na simu, vitu tunavyotazama. Usiwe ni mtu tu wa kutazama ngono, usiwe ni mtu tu wa kutazama picha ambazo hazina malengo yoyote. Tafuta hata kama ni watu ambao wanaongelea kuhusu encouragement. Watu ni wengi wanaongea kuhusu encouragement, wanaongea kuhusu neno la Mungu, wengine wanasoma Biblia. Mimi mwenyewe niko na channel ambayo kwa Facebook inajiita Imani ya Kristo, ambao nasoma tu vifungu vya Biblia nikiweka hapo. Unaweza kuwa tu asubuhi, mimi huanga ninaweka asubuhi. Unakuta tu nimekusomea kifungu chako cha Biblia, unasikiza tu, kitakutia moyo. Hicho kifungu cha Biblia umekisoma kitakuencourage moyo wako, utajisikia hata wewe leo hii kumbe Mungu amesema usimwache. Maana neno la Mungu linatuambia tusiogope, maana yeye yuko pamoja nasi, atatuongoza mahali popote tuendapo. Kwa hivyo ukisoma kifungu kama hicho kitakutia moyo, utajikuta unaendelea mbele bila kukata tamaa. Kwa hivyo mabinti wenzangu, vijana, tusikate tamaa, tusonga mbele na tutafute Mungu, tuachane na ya dunia. Maana Biblia imesema tusipende dunia na yaliyo katika dunia. Maana tukipenda dunia, kumpenda Mungu hakutakuwa ndani kwetu. Tumpende Mungu na tufuate yale Mungu ambayo anatutakia ili
tusiingie katika hali ambayo tutajutia maisha yetu yote. Amen. Faith, nimeshukuru sana kwa your advices. By the way, umeni challenge as a young sister of mine and as a workmate, umeni challenge, na Mungu akuongoze kwa njia zozote zile, na asante sana kwa ushauri wako kwa wale mavijana ambao wako nyuma yako. Unajua ni vizuri kujituma, na ni vizuri, kitu cha kwanza, si rahisi kweli kabisa, especially kuwa Gulf na umjui Mungu, si rahisi. So asante sana. Barikiwa.